Akachukua kijiko, akachukua kibiti, akasogeza gesi, akaniambia funua kwenye mapaja. Nilipofunua akachukua kijiko akabandika hapa. Alipobandika akabandika tena na hapa, akakirudisha tena kijiko kwenye moto, akabandikia hapa. Kivopoa ndo akaanza kunipitisha hapa kwenye mguu. Huyu mama sisi tukamchukua pale shuleni, tumlete, tumfinya at least kidogo, au tumchukue tuchome na sisi kijiko, tumchome mapaja yake. Mama akiondoka anafunga nyumba yake yote, anamwachia tu banda la kuku. Basi, kwa hiyo hapo akishakula hiyo asubuhi mpaka jioni akisharudi ndo atakula. Watu wa mikoani iwe ni mwanzo na mwisho kusafirisha watoto wao kuwaleta Arusha kwa ajili ya ulezi wa watoto wa watu. Anachimba mpaka visiki na tunaona, lakini ndio hivyo anajisikia yule mama, huwezi kumwambia kitu. Hii ni dunia tunapita. Roho ya mtu inatakiwa iwe katika sehemu ya kufikiria na kufikiria kwamba kuna kesho ninaweza kuondoka duniani. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Mlimani, kata ya Murieti, jijini Arusha. Kuna tukio ambalo tumekuja kuripoti hapa kuhusiana na mwalimu mmoja wa shule ya msingi katika moja ya shule iliyoko hapa jijini Arusha. Anatuhumiwa kumchoma kwa kutumia kijiko msichana wake wa kazi. Akisimulia tukio hilo, msichana huyo wa kazi anaeleza kwamba kwao ni huko mkoani Geita, lakini alikuja hapa mkoani Arusha kwa ajili ya kufanya shughuli za ndani. Na shughuli alizokuwa anafanya ni kuotesha migomba, lakini na shughuli nyingine za nyumbani kwa bosi wake. Bosi wake huyo ambaye ni mwalimu ya shule ya msingi amekuwa akichukua kijiko na kukipasha kwenye moto na kisha kumchoma kwenye mapaja. Kama unavyoona vidonda mbalimbali vimemtokea. Na wananchi wa eneo hili walimkutana na binti huyo huku akionekana mdhoofu, wakamuuliza kuna shida gani, wakaeleza kwamba ametendewa kitendo cha kikatili na bosi wake huyo. Hatua ambazo walizichukua, walimchukua binti huyo na kumpeleka polisi, huko mwalimu huyo akiwa yuko shuleni. Jambo ambalo pia baadaye tulifika tukazungumza na binti huyo pamoja na wananchi mbalimbali wakilaani kitendo hicho cha ukatili ambacho amefanyiwa binti huyo wa kazi. Kikubwa zaidi, binti huyo wa kazi amesema kwamba anahitaji sasa arudi kwao huko Geita kwa sababu vitendo ambavyo amekuwa akifanyiwa ni vitendo vya kikatili, na tukio hili amefanyiwa siku ya Ijumaa, na amekuwa haruhusiwi na bosi wake kuzungumza na mtu yoyote wala kumsimulia jambo ambalo limempata. Hadi Charles. Natokea Geita. Nilikuja kufanya kazi. Nilikuja mwezi wa kwanza. Anaitwa Sofia. Ulikuja ilikuwaje na mpaka sasa hivi kuna majeraha? Nilipokuja tulikuwa tunaendelea vizuri, ndo akanisingizia namuibia hela, namuibia na mayai, ndo kuku wake wakawa hawatagi. Sasa siku hiyo akawa tumeenda pale kwa yule jirani yake, akamwambia, alipomwambia tumetoka kwa yule jirani yake, akaniambia niambie ukweli. Nikamwambia mama mimi sijala mayai. Akaniambia useme ukweli. Akachukua kijiko, akachukua kibiti, akasogeza gesi, akaniambia funua kwenye mapaja. Nilipofunua akachukua kijiko akabandika hapa. Alipobandika akabandika tena na hapa, akakirudisha tena kijiko kwenye moto, akabandikia hapa. Kivopoa ndo akaanza kunipitisha hapa kwenye mguu. Siku tukio linatokea lini? Ilikuwa ni Ijumaa. Ijumaa juzi. Ndio. Baada hapo ulichukua hatua gani? Sikuchukua hatua yoyote, aliniambia nisimwambie mtu yoyote. Nikiambia mtu yote ndo nitapoenda kukaa kwake. Ndio. Kuna mama mmoja alinikuta shambani nalima. Akaniambia kwa nini umekaa binti pale? Nikamwambia mimi nasikia sana maumivu. Akaniambia umefanya nini? Nikaenda akaniangalia, ndo akasema hivi ndo umeumia sana. Ndo hivyo akanipa hela, nikaenda kununua pale dawa za maumivu pale kwa daktari. Alivyonipa dawa nikachukua, nikakutana na mama mmoja hivi, akaniita tukaongea, nikamfanya hivyo mfunulia, ndo akaja mama wengine pale, tukaenda kule juu kule polisi. Tulipotoka polisi tukafanya mambo yote pale polisi, ndo tukaenda kule juu Murieti. Ndio. Wakati anakuchoma alichoma hicho kijiko mara ngapi? Ilikuwa kama mara 5. Ndio.
Alikuwa na nani? Nilikuwepo tu mimi na yeye. Ndio. Baba? Mume wake alikuwa hayupo. Alikuwa ametoka. Alivyorudi kumwambia? Sikumwambia. Alienda chumbani, alikuwa anaumwa. Ndio. Ulikuwa kumwambia? Ameshanikataza nisiwe namwambia. Kwa hiyo sikumwambia. Kwa siku anakupiga alikutuhumu sasa? Alituhumu hivi namwibiaga mayai na namwibiaga hera. Ndio. Usiku anafanya kazi gani? Ni mwalimu. Shule Mimi hiyo shule naifahamu kama Usunyai. Ndio. Mwalimu wa shule ya msingi au sekondari? Wa shule ya msingi. Ndio. Mimi nachoomba tu nisaidie niweze kurudi nyumbani kisha achukulie hatua ya kiserikali. Ndio. Anakuruhusu kuwasiliana na familia? Ya nyumbani kuna kwetu? Ananiruhusu naongea naye kwenye simu yake. Yeye anakaa hapa na mimi nakaa hapa, anaweka loudspeaker ili asikie kile ninachomwambia mama yangu. Ndio. Sijawahi kumwambia mama. Ndio. Ameshakulipa mshahara wako? Ndio, ameshanilipa. Hapo anakulipa kila mwezi? Ndio. 50,000. Na fedha unapeleka wapi? Ela. Zingine namtumia mama yangu, zingine nanunua nguo. Jina langu naitwa Chanel Njau, ni jirani wa mama Ethan. Leo asubuhi tulipewa tukio kwamba kuna mtoto ameunguzwa na moto. Tukafanya udadisi wetu, tukamfuatilia. Mama mmoja akatoa hela ya kwenda kununua dawa. Tukamfuatilia, tukamchunguza huyo binti kumwangalia kweli alikuwa ameungua. Kwa hiyo hatua tulizozifanya, tukatoka baada ya kuwatafuta tukaona mpo bize na majukumu mengine, tukaenda kwanza polisi. Tukatoa taarifa, tukafunguliwa P3 na tukapewa na ile karatasi ya Rabi. Tulivyopewa tukampeleka binti hospitali, akapewa huduma, ndo tukawa tunawasubiri. Lakini huyu binti ameanza kumtesa siku nyingi. Ni anachota maji kwenye bomba la kijiji linaitwa Ngoshwai, lakini nyumbani kwake ana maji. Amelima migomba, huyu binti ndo anaye lima hiyo migomba na kuihudumia. Na mara nyingi sana huwa anachota maji kwenye huu mto ya kwenda kumwagilia. Tukawa tumefuatilia, tukawa tunahoji majirani zake ni kama wanamuogopa. Kwa hiyo sasa sisi wamama wa ng'ambo ya pili kikawa kinatuuma. Kwa hiyo kutokana na hili tukio tukasema tunaanzia hapa kwa sababu sio binti mmoja wala wawili wanaokuja kwake anawafanyia hivi vitendo. Ni mama ambaye anafanya huo ukatili kwa mabinti sana, na ana ndugu yake kwenye hicho kijiji ambacho ni dada yake, naye ni mwalimu huko, ndo anayemtumia hawa watoto wanaokuja kuwanyanyasa. Akishakaa nao mwaka mmoja, miaka miwili, akishawafanyia huo ukatili anawarudisha nyumbani. Ndio maana tumewatafuta ili iwe fundisho kwa wamama wengine kuwafanyia watoto wa watu kwa kisa kama hichi. Huyu mama ni mwalimu wa Usunyai shule ya msingi. Mume wake ni dereva tours. Anaitwa mama Ethan. Yeye anavyotuambia alifanywa ukatili Ijumaa. Na huwa asemi, hata tukimkuta mtaani hasemi chochote kwa sababu anaogopa yule mama amemtisha atampiga. Kwa sababu hata balozi alikuja pale hospitali akamuuliza, akamwambia nimesha kuuliza mara 2 unakaa na nani? Ukasema unakaa na mama yako mdogo. Hatoi ushirikiano binti kwa sababu mama ni anamtisha kwamba atampiga. Kwa hiyo mtoto ni anaogopa. Na huyu binti ni mdogo, ni ana miaka 17. Na huyu mama huwa haleti wasichana wakubwa. Anataka wasichana wadogo ili aweze kuwafanyia anachoweza kukifanya. Binti ameunguzwa kwenye miguu, kwenye mapaja, sehemu zote mbili. Na kwenye mguu pia ameunguzwa. Kama mnavyomuona, binti haogi, ndo kama jinsi mnavyomuona. Binti ndo yupo hivyo, anashinda hivyo. Mama akiondoka anafunga nyumba yake yote, anamwachia tu banda la kuku. Basi, kwa hiyo hapo akishakula hiyo asubuhi mpaka jioni akisharudi ndo atakula. Na anamwambia hauwezi kula chakula ninachokula mimi kwa sababu wewe sio mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo binti anaambiwa chukua hela nenda kanunue unga robo. Ukisonga ugali na huo unga ni ukute. Binti anaenda anachuma mboga huko nje, anapika mboga yake, na hiyo mboga anatakiwa aipike mama aikute.
Yaani aitumie na mama aikute. Ndo maisha anayoishi huyu binti. Kwa kweli inatuumiza sana kama wamama, kwa sababu ukizingatia huyu mama ni mwalimu, ni mlezi wa watoto wetu. Tuko nyumbani, huyu mama yuko shuleni anatufundishia watoto wetu. Imagine msichana anayemwacha nyumbani wa kukaa na watoto wake ndo ana uwezo wa kumfanyia kitendo kama hichi. Hao watoto inakuwaje? Mamlaka tu ichukue sheria kali kudhibiti hivi vitendo, isifumbie macho. Kwa sababu haya matukio kwa Arusha yanazidi kuwa mengi. Na kwa staili hii sisi tunaoendelea kuzaa, sidhani kama hao mama watatupa tena watoto wao tu waje watulelee watoto. Hii ni ngumu. Kwa hiyo tu mimi naishauri mamlaka ifuatilie haya masuala, ifanyie kazi. Ni mama ambaye hana ushirikiano na majirani kwa jinsi mimi ninavyomfahamu. Sijawahi kumuona kwenye msiba wa mtu, sijawahi kumuona kwenye furaha ya mtu. Labda ni mara chache sana. Lakini ni mama ambaye anajisikia sana na yuko kivyake vyake. Ni Mr. Ramadhani Hemedi Mtitu, mzaliwa wa Bagamoyo, mkazi wa Murieti. Nimesikitika sana baada ya kukuta tukio lililompata huyu mtoto. Nashindwa hata kusema kwa sababu tendo hili lisingefanywa na mama ambao sisi wanatuzaa. Kwa hali hii ningeiomba serikali iweke kipaumbele cha adhabu isiyokuwa na mapungufu kwa yeyote atakayemsulubu mtoto, kwa sababu taifa litaenda katika maadili ambayo hayafai, katika maadili ambayo si mema katika taifa la Tanzania la amani na utulivu. Naiomba sana serikali pamoja na wananchi wenye busara waweze kuzingatia hii hali, si hali mzuri katika taifa hili. Kwa sababu wanaotenda makosa ni wengine, mwisho itasingiziwa taifa kwamba taifa letu ni chafu, kumbe ni watu wachache. Naiomba serikali na wananchi walio wema tusaidiane kushirikiana kutatua matatizo kwa watoto pamoja na wananchi ambao hawana hatia wenye tabia njema. Naomba sana wananchi wote tushirikiane, tuzidi kuzingatia maadili ya taifa la Tanzania. Sina mengi zaidi. Mimi kama mzee sina lengo kwamba nimharibie kazi yake. Lakini kwa jinsi alivyofanya, natumaini mamlaka ya elimu ina taratibu zake ambazo wameelimishwa hawa walimu. Taratibu ya mamlaka hiyo itapima na kuangalia, je, huyu anafaa kuwa mwalimu katika taifa? Kwa sababu ataelimisha nini katika taifa hili? Maadili yapi ambayo yeye atayafanya yawe ni ya taifa bora kama yeye ni mhalifu wa kuweza kuchoma watoto wa wenzake? Mimi nasema hafai. Hafai kabisa. Kwa kweli mimi nikiwa hapa Arusha nimejaribu kuchukua watoto wengi ambao wametupwa kama huyu na wamama ambao wanaletewa wafanyakazi. Mimi nasema watu wa mikoani iwe ni mwanzo na mwisho kusafirisha watoto wao kuwaleta Arusha kwa ajili ya ulezi wa watoto wa watu. Kwa kifupi, watu wa Arusha si wabaya, wazaliwa wa Arusha nasema ni watu wakarimu, ni watu wazuri sana, lakini wajaji wa Arusha ndio ambao wanaiharibu Arusha. Jina anaitwa Mama Faisali, ni jirani na huyu mama. Sio jirani yake sana, ni ngambo nyingine. Mimi ndo napewa taarifa za mtoto. Baada ya kupata taarifa, nikaona sio vizuri kwenda polisi kabla sijahakikisha. Ikabidi nifanye namna ya kukutana na huyu binti. Baada ya kuonana naye huyu binti, nilimwangalia. Nilivyomwangalia nikakuta kweli ana majeraha. Ndio ikabidi sasa niwaite majirani zangu niwapigie simu. Niwapigia simu ndio tukaje tukamwangalia mtoto, ndio tukaenda polisi. Polisi tumeenda, tumepata taratibu za kule, tumampeleka hospitali. Kwa mpaka saa hizi ndio tukaona tuwapigie na Nyeri tumuone huyu jirani yetu anafanywaje. Ukatili anafanya kwa muda gani? Ukatili anafanyia yani ni kama tabia yake sasa. Ni tabia yake, akikutana akipata atakaji kwanza msichana wakubwa. Anataka msichana mdogo amfanye anavyotaka yeye. Kwa hiyo sasa yani ni mtoto ni sio kipigo tu, anachimba mpaka visiki. Na tunaona, lakini ndio hivyo anajisikia yule mama, hawezi kumwambia kitu. Mtoto hata kuku amekufa anakatwa mshahara. Amevunja chombo anakatwa mshahara. Paka nguo za kuvaa. Sasa hivi akaenda labda aoge, hana nguo ya kubadilisha. Ni yule mama amezificha, amezifungia. Yaani hata yeye mwenyewe anaogopa kwamba mtoto anaweza katoroka muda wote. Yaani ni mkatili. Ndio sasa hii tukaona sasa hii imevuka mipaka. Mtoto wa mtu kama umtaki mrudishe kwao, sio unamtesa hivyo. Ndio hivyo. Na lingine ambalo tunakazia sasa kama majirani, huyu hatutaki kumuona tena wala kumsikia na msichana wa kazi.
Takiwa tu aishi yeye na familia yake, maana hawezi kukaa na mtu. Sheria kwa kweli iangalie jinsi ya kumwadhibu, kiangalia na pia na yeye ni mwalimu, anatufundisha watoto wetu. Sidhani kama kuna mwalimu mwenye ukatili kama huu. Hafai hata kuwa na walimu wake. Kwa hiyo yani sheria tu iangalie namna ya kumsaidia mtoto, sio mtoto tu. Watu wote wenye tabia kama hizo angalia namna ya kufanya. Mimi kwa majina naitwa Grace. Kwenye tukio nimekuja kununua mandazi muda saa 3. Nikasikia mama anasema kuna mama amemchoma nini mtoto msichana wake wa kazi. Tumefika pale muda wa saa 5. Tumefika pale kumkuta jirani yake, ni wapi nyumba hii hapa? Mtoto yuko wapi? Ampelekwa Murieti. Tukaanza kujikusanya mama. Tukaanza kumfuatilia. Kwanza tukapiga simu. Anaongea na jirani yake. Mimi nikachukua ile simu kamwambiaje? Mimi niko hapa nyumbani kwako. Nije hapo nyumbani wanichome. Sije waambia mama njoo. Huyo mama sawa mwalimu ndo maskani mwalimu. Nije hapo nyumbani kwangu wanichome. Siji. Haya tukamwambiaje? Nikachukua ile simu ya yule mama jirani yake nikaongea naye. Njoo hapa nyumbani. Mimi nipeleleze niko na gari hapa kwako. Kwa hiyo kitendo kimeniuma sana kuchoma msichana namna hiyo wa kazi. Kweli nikiwa kama mama mimi na wajukuu sasa hivi. Kweli hali imekuwa ngumu sana kwa huyo mwalimu. Hapa mnijibu jeuri. Tunataka mama tuende shuleni kwake ili tukio liende mpaka shuleni kwake. Ndio hicho mama siende shuleni. Tujue ndamani. Majibu anajibu kashfa nije hapo nyumbani kwake. Sije hapo nyumbani mama nataka anichome na moto. Kwa majibu. Huyo jirani yake si alikuwa hapo nyumbani ndio alikuwa anawasiliana na simu. Nini kafanya kitu cha mbaya kwa sababu ni mwalimu pia anaweza kuchoma watoto wengine huko shule na wafundishaje. Sana waunguza labda wazazi wajui au kuadhibu. Huyo hataki kuwa mwalimu. Hamna haja kualeta Arusha mabinti wa kazi. Natakiwa sheria zitumike kwanza. Mtoto wa kazi aletwe na nini na barua kutoka kwao na mtendaji na balozi alikuwa muhuri toke kule ndo msichana kazi uweze kumchukua kwenye mkoani. Naitwa Omari Salimu, balozi shina namba 14 au mwenyekiti wa shina. Kwa tukio hilo lililotokea ni balozi wa jirani, ni balozi mwenzangu. Kwa kweli ni tukio ambalo limetuumiza. Mimi nimelisikia muda sio mrefu maana nilikuwa kwenye mihangaiko ya riski. Lakini baada ya kulisikia nimekuja hapa na nimemwona huyu binti. Tukio limeniumiza kama mzazi na kama kiongozi. Hili tukio lililojitokeza ambao kwa balozi mwenzangu jirani yangu limeniumiza sana. Na ninachokiona hawa watu ambao wanaaminiwa kupewa watoto, wanaaminiwa kupewa amana ambayo hii ni amana. Mwenyezi Mungu ametupa watoto, hii ni amana. Alafu mtu anaenda kuichezea aliyakuwa kwa sababu yeye labda hakuzaa au hana mtoto ambaye ana shida kiwango hicho ambacho anaweza kwenda kufanya kazi sehemu zozote. Lakini hii ni dunia tunapita. Roho ya mtu inatakiwa iwe katika sehemu ya kufikiria na kufikiria kwamba kuna kesho ninaweza kuondoka duniani. Ninachoomba serikali yangu iweze kuwasaidia hawa mabinti. Wanafanya kazi katika hali ngumu sana. Wanafanya kazi katika hali ambayo ni ya mateso. Ninachoomba serikali iingilie, iweze kuwafuatilia watoto wa kike. Wakitoka kule basi wafike katika serikali ya mtaa, wapate document ambayo inaonyesha anaenda wapi, lakini akifika huku na ile document na sisi tuzipokee kama sehemu ya serikali iweze kuwasaidia kwa sababu wanafanyiwa matukio mabovu alafu hawana mahali pa kukimbilia. Matokeo yake angalia binti ana siku ya ngapi, kama ni Ijumaa mpaka leo siku ya Jumatano, unaona ni siku nyingi amekaa. Lakini yote hayo ni utu na ubinadamu hakuna. Kwa taarifa za majirani tulizozisikia ni kwamba wanasema baba ni mtu wa porini maana yuko tuazi, maana yake hao watu wanasafiri. Sasa sidhani kama ana uwezo wa kuyajua kwa ujumla mambo ya nyumbani kwake yote, haswa kwa kipindi ambapo hayupo akayafahamu yote, sababu hao watu wanaenda kazini kwa muda mrefu, wakirudi anakaa labda siku moja tu anaondoka. Kwa hiyo unakuta kwa kweli kwa yule baba tusimlaumu, isipokuwa lawama iwe kwa huyu mwalimu. Tena mwalimu ambaye ameshikilia taaluma, ameshikilia maisha ya watu. Anafundisha jamii ili iweze kuwa katika sehemu nzuri. Leo anafanya tukio ambalo hata mimi, hata mwingine hawezi kulifanya. Kwa majina yangu naitwa Agustino Paul Kapiuto. Huku niko kikazi. Nimefika huku muda mrefu kidogo. Na hili tukio nimeliona kwa muda mrefu, nikauliza kuna nini? Nikaambiwa bwana kuna mtoto ameunguzwa. Nilichohoji nikauliza nani amemuunguza, nikaambiwa kuna mali anafanya kazi.
alafu anapofanya kazi ni mwalimu. Lakini pia huyu mwalimu sio tukio la kwanza, alikuwa anakaa na mtoto wa mume wake wa kiume, na yule mtoto wa kiume alinyanyasika kiasi kwamba yule baba si anakosa muda wa kujua kwamba mtoto wake anateseka. Majirani wakampa taarifa yule baba kwamba mtoto anaonewa, ananyanyasika, hali afanye nini. Yule baba akabidi ampangishie yule mtoto wake, kwa hiyo akamuondoa mtoto nyumbani. Kwa hiyo anaenda kuchukua watoto wa watu, anakuja kuwanyanyasa. Hichi kitendo kinaumiza, kwa sababu najaribu kuangalia kama ni mwalimu, na neno la Mungu linasema kabisa ibada njema inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa kama yeye nyumbani tu ndo mbovu, anaenda kupewa watoto wa watu wengine awalee, anawalea kitu gani? Anawafundisha nini? Hayo maadili ya kuwafundisha na atoa wapi? Yaani wewe mwenyewe umekosa maadili, afu ufundishe maadili. Sio ni kitu cha ajabu hichi. Sisi tulikuwa tunaomba tu kitu kimoja. Mheshimiwa Kusaga, huyu mama sisi tukamchukua pale shuleni, tumlete, tumfinya at least kidogo au tumchukue, tuchome na sisi kijiko, tumchome mapaja yake. Kwa sababu hii hivi unajua kumchoma mtoto mdogo yani haileti sense. Alafu wewe ni mwalimu. Yaani just bora ingekuwa ni mtu wa kawaida amefanya lile tukio, tungeweza tukasema huyu mtu hana maadili. Yaani wewe una taaluma ya ualimu. Ina maana anafundisha watoto wetu maadili. Ukiamka msalimie mama, ukiamka msalimie baba, ukiamka nawa uso, ukiamka fanya 1 2 3. Halafu leo hiyo unamchukua yule mtoto unamchoma mapaja yake. Kwa nini msituruhusu tuende pale shuleni, tumchukue yule mama, tumlete na yeye tumchome kama alivyomchoma yule mtoto? Kwa sababu kama tunaambiwa ni mwalimu hatakiwi kushikwa na polisi kwa sababu aliyoyafanya, si ya jamii? Si ndio jamii tukamchukue pale, tuwasaidie kumpeleka. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini inaumiza sana. Najaribu kufikiria watoto wangu nilionao, na mimi leo nipo duniani, kesho sipo. Labda nao wataenda kuajiriwa sehemu, watafanywa haya yanayoendelea sasa hivi. Kwa hiyo haya matendo ya kikatili yamekuwa ni mengi mno ndani ya jiji la Arusha. Yamekuwa ni ya kujirudia mno. Kwa hiyo naomba ichukuliwe hatua kali dhidi ya huyu mama.